Ulikuwa ni mchezo mzuri baina ya timu mbili kubwa kutoka barani Afrika ambazo zimekutana kwenye mchezo wa jana katika uwanja wa Julai 30 pale Cairo, Misri. Of course binafsi yangu nilikuwa naiangalia Pyramids kama vile ni timu ambayo binafsi yangu ilikuwa ni surprise package kwenye msimu huu. Timu ambayo 2008 ndio imeweza kuanzishwa, lakini mafanikio ambayo jana wameweza kuyapata kwa aina ya kikosi ambacho wako nacho walistahili kuweza kushinda taji hili kuanzia hatua ya makundi wakafika hatua ya robo finali, nusu finali mpaka finali. Wamekutana na timu ambayo ni ngumu, kila mmoja anafahamu ugumu wa Masandawana, Mamelodi Sundowns uko wapi. Ni timu ambayo inacheza sana kwa kwenye mfumo wa kitimu, lakini pia ni timu ambayo imekaa kwa muda mrefu, kwa hiyo wanazoeana. Maeneo machache ndio mara kadhaa yamekuwa yakiongezwa kama eneo la ushambuliaji. Jana tulikuwa tunaangalia mchezo, ulikuwa ni mchezo mzuri, kila timu ilikuwa inataka iweze kutoa kombe. Kana kwamba mchezo wa kwanza ambao ulipigwa pale Afrika Kusini katika uwanja wa Loftus Versfeld, kila mmoja alishuhudia mchezo ulisha kwa sare ya moja kwa moja. Mamelodi waliingia wakiwa wanaamini kwamba wana nafasi nyingine ya kuweza kufanya katika uwanja Julai 30 pale Cairo, lakini Pyramids walistahili the way ambavyo walicheza. Unaangalia upande wao wa kulia alikuwa hapo pale Mohamed Chibi ambaye alikuwa anafanya mashambulizi ambayo alikuwa wanayasiri kwa namna moja ama nyingine upande wa Mamelodi, ambao ulikuwa ni upande wa Obley Modiba ambaye tuliangalia kwenye kipindi cha pili mwalimu Miguel Cardoso aliweza kufanya mabadiliko na akamuingiza mtu kama vile Divine Lunga. Of course unaitazama pia Mamelodi ambayo ilikuwa mara kadhaa kama vile kipindi cha kwanza walikuwa wameingia wakiwa chini sana, wakiwa wanafanya kama vile kupozesha mechi, lakini mara baada ya muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndio mchezo walikuwa wanaukamata. Unaangalia mashambulizi ambayo walikuwa wanayafanya mwishoni dakika kuanzia ya 85 walikuwa wako bora sana, walikuwa wanafikia kwenye lango la Pyramids wakiwa wakitaka kuandika bao la pili ili mzani uweze kuwa faida kwa upande wao, lakini ikawa imeshindikana. Ulinzi bora kwenye eneo la ulinzi la Pyramids likiongozwa na mtu kama vile Ahmed Sami ambaye alifunga bao la pili kwa kichwa ambacho ilipigwa kona na Mohamed Chibi. Lakini pia unaangalia eneo lingine kama vile eneo la katikati mwa uwanja kulikuwa kuna mtu kama vile Blati Toure raia wa Burkina Faso ambaye jana alikuwa bora pia, lakini pia unamzungumzia mtu kama vile Walid El Kati Morocco, huyu naye pia alikuwa bora sana jana katika eneo la katikati. Lakini pia kwa upande wa Mamelodi Sundowns eneo la katikati mara kadhaa limekuwa bora, lakini limekuwa lina udhaifu. Marcelo Allende alikadhalika kwa Teboho Mokoena wamekuwa wanafanya kama vile muda mwingine wamekuwa wakipoteana kwenye eneo la midfield, mambo ambayo yamekuwa wakiyapelekea kama vile kugharimu timu kwa sehemu moja ama nyingine. Nikirejea kwa aina ya goli ambao alifunga Fiston Mayele, top scorer wa msimu huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na mabao 6, nyuma yake akiwa na mtu kama vile Imamu Ashule wa National Al Ahly ambaye huyu wako naye kwenye ligi moja, ligi ya pale. Yes, nikimzungumzia Fiston Mayele, top scorer wa msimu huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na mabao 6, nyuma yake akiwa na Imamu Ashule kutoka National Al Ahly. Jana alikuwa na mechi bora sana, though mabeki wa Mamelodi anaweza akawa ndio sehemu kubwa ya kuchangia yeye kupata bao lake la 6 jana. Unaangalia mpira ambao ulipigwa na Ota winga wa Pyramids, Grant Kekana akafanya making ambayo ni poor making, akaweza kumtengea Fiston Kalala Mayele. Rebound ya pili Fiston Mayele amekuwa ni mzuri kwenye magoli kama yale, magoli ambayo ukishakosea wewe anaweza akakuadhibu. Muda wote amekuwa bora kwenye mabao kama hayo. Jana pia ameendelea kuwa bora na kuthibitisha kana kwamba bado yuko bora. Of course Fiston Mayele ni miongoni mwa washambuliaji ambao tunazungumzia kusini mwa jangwa la Sahara, anaweza akawa ndio nambari moja kwa wakati huu. Muda mwingi tumekuwa tukimzungumzia mtu kama vile Peter Shalulile akiwa kwenye klabu yake ya Masandawana. Jana kupata nafasi aliingia kipindi cha pili kuchukua nafasi ya mtu kama vile Jaden Adams ambaye alikuwa ameanza kwenye huo mchezo, lakini pia kuna mtu kama vile Ikram Raines. Hawa wote wapo kwenye kikosi cha Masandawana wakiwa ni sehemu ambayo wanaunda hicho kikosi. Lakini pia wanakuja kumtazama Mayele, yeye kama striker ambaye anatokea kwenye Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amekuwa bora mara kadhaa. Inakumbukwa alipokuwa na Young Africans pia alikuwa ni mfungaji bora wa kombe shirikisho la barani Afrika. Nyuma yake akiwapo na mtu kama vile Ranga Chivavilo ambaye alitamatisha msimu akiwa na mabao 6, yeye akiwa na Young Africans alikuwa na mabao 7. Kwa hiyo naangalia ni striker ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye hii michuano ya CAF na ubora wake pia umekuwa bora mara zote. Yes, mafanikio yao makubwa yanaweza kawa ni kwenye mwaka huu 2025 ambapo wametinga finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia ameweza kutawazwa kwa mabingwa kwa kuweza kuifunga Mamelodi Sundowns kwa jumla ya magoli 3-2. Lakini pia nakumbuka msimu wa mwaka 2021 dhidi ya RS Berkane kwenye michuano ya shirikisho barani Afrika walifika finali, lakini
lakini kama haikuwa bahati kwao, lakini hawaweza kuchukua hiyo final. Lakini pia unaangalia kwenye ligi ya Egypt amekwisha kutoa mara moja. Ni timu ambayo imeingia kwenye ule utawala wa Club Zamalek, lakini pia kwenye utawala wa National Al Ahly pale nchini Misri, na unaangalia imekuwa ikitoa ushindani. Msimu huu wameweza kumaliza nafasi ya pili, tofauti ya alama kama 3 kwenye msimamo. Unaangalia ni timu ambayo imekuwa ikitoa high competition kwenye hawa giant wakubwa barani Afrika, lakini pia imekuwa ni timu ambayo ina wachezaji unaweza kusema ni very heavy profile. Unamzungumzia mtu kama vile Ramazan Sobi, ni miongoni mwa wachezaji ambao CV yao tu binafsi yao imekuwa ni CV kubwa. Mtu amepita kwenye klabu kama vile National Al Ahly, Club Zamalek, lakini pia Stoke City ya pale nchini Uingereza. Ni winga ambaye ama mchezaji ambaye profile yake ni nzito na kikosi cha Pyramids. Lakini pia unaangalia mafanikio haya ambayo ameweza kuyapata ni muda mchache, 2008 hadi mwaka 2025 unakuja kuchukua mafanikio makubwa kama haya, kutoa taji ambalo kwa bara lako la Afrika tunajua kwenye ngazi ya vilabu hili ndo taji ambalo linaongoza kwa thamani, lakini pia ni kubwa kuliko makombe yote ama michuano mingine yoyote kwa ngazi ya vilabu. Kwa hiyo ni timu ambayo imepata mafanikio makubwa kwa muda mchache, kwa aina ya uwekezaji ambao umewekwa kwenye kikosi hiko, lakini pia aina ya wachezaji ambao wako pale kwenye hiko kikosi. Kumfunga timu kama vile Mamelodi Sundowns kwenye hatua ya finali, klabu ambayo imeanzishwa mwaka 1978 pale Afrika Kusini, klabu ambayo hii ilikuwa ni finali yao ya 3. Kwa hiyo unaangalia experience ambayo walikuwa nayo ilikuwa ni kubwa sana. Unamzungumzia mtu kama vile Dennis Onyango ambaye kwenye finali iliyopita ya mwaka 2016 Masanda wana ikifunga Zamalek kwa jumla mabao 3-1, alikuwa ni sehemu ya kikosi. Lakini pia wanamzungumzia mtu kama vile Peter Shalulila, lakini pia naye alikuwa ni mchezaji ambaye ni mzuri kwenye kikosi cha Mamelodi. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa ambayo ameweza kuyapata kwa muda mfupi na kuweza kuchukua kombe kubwa kama hili kwenye ngazi ya vilabu barani Afrika.